I love you all with the love of Christ, and also Jesus himself loves you. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. I know that you have had a wonderful week behind you, and also there is another week ahead of you. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. And I thank God for giving us this wonderful day so that we can praise Him and worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Amen. The Bible says, Mark 16, from verse 14, the Bible says, I want to talk about believing. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Believing. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. I just want to talk about believing. And the Bible says, and later he appeared to the 11 as they sat, verse 14. From verse 14. Mark 16 from verse 14. The Bible says, later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of their of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Let me stop here first. The word believe. The Bible says that he appeared to the 11. Wakati aliapia ni kwa sababu alikuwa duniani akionekana na watu akiwa kwa mwili. Alafu ikafika wakati akafa. Praise the name of Jesus. Amen. Na akafa alafu akafufuka. Mwili ule alikuwa nao kitambo akufe, sio ule mwili alifufuka nao. He was more glorious. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. He could now be able, after he had risen from the dead, he could now enter your heart. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. He could now be able to enter your heart and start doing his work there. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. He was so merciful. When he enters your heart, he will start showing mercy to people. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. When he enters your heart, he will give you his mind. Then you start using that mind. Praise the name of Jesus. Amen. He was full of miracles, signs and wonders. Wakati aliingia kwa wanafunzi baada ya kutokea mara ya pili, baada ya kufufuka, wanasema sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ile kazi Yesu Kristo alikuwa ameanza hapa duniani, wao walisukuma hiyo kazi mbele. Praise the name of Jesus. Amen. They did not stop that work. They could now move in the mind of Christ, think like Christ, do things like Christ. They were seeing answers as Jesus was seeing answers. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Therefore, after Jesus is risen, the Bible says kuna watu ambao hawakuamini, na hao ndio disciples. Na mmoja alikuwa anaitwa Didemas. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Thomas alikuwa anaitwa Didemas. Yeye alikuwa twin. He had a twin mind in his heart. He had a twin mind in his movements. Praise the name of Jesus. Wakati Kristo alionekana mara ya kwanza hapa duniani, akaonekana kwa wanafunzi, Didemas hakuweko. Alafu akakuja wakati Yesu Kristo ameshakuja na ameshaambia wanafunzi, peace be with you. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. They received once, peace be with you. Kristo akawaambia wanafunzi, peace be with you. Demas hakuweko. Bwana asifiwe sana. Amen. Alikuwa amekwenda kuonja ya dunia nayo inakaa namna gani. Kristo ametuacha nayo ya dunia imekaa namna gani. Na ametoka pale na amekuja baadaye, alafu anasema na mimi siwezi nikaamini kama sijaguza mwili yake. Bwana asifiwe sana. Mimi siwezi nikaamini kama sijaguza hiyo bafu yake. Mimi siwezi nikaamini kama sijamuona, niguza hata hiyo mikono misumari ambayo niujue kama ni yeye. Praise the name of Jesus. Hallelujah. When Didemas came, na Kristo alikuwa nadhani Kristo hasikii. Alikuwa anaongea na wanafunzi akidhani Kristo hatasikia.
Nimewaambia wanafunzi kama sijamuona, yanafikiri Kristo hasikii saa hiyo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. You could be doing things you think Jesus is not seeing. You could be thinking, unaona kama Kristo hawezi kuingia kwa hiyo akili na akajua. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata usiongee, just think. Praise the name of Jesus. Amen. And Jesus is quick. He will see your mind and you answer your mind. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Bible says God will answer men for every idle word they speak. You know, people speak. Bwana asifiwe sana. Watu wakai bila kuongea. Hata Didemas aliongea, akasema mimi sitaamini. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Anaambia wanafunzi, Kristo alikuja na akaanzia na yeye. Akamwambia wewe niguze. Bwana asifiwe sana. Wewe guza hapa. Uwezi, Biblia inasema kubarikiwa ni yule anaamini bila kufanya nini? Bila kuona. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Kubarikiwa ni yule anaamini bila kuona. Didemas akawa pale, akawa haamini bila kuona. Na Kristo anakuja, anapata rebuke. What you plant is what you receive. Praise the name of Jesus. Hallelujah. If you want have words of unbelief in your heart, you may not speak them publicly, but God is seeing your words. Because every time you are living and God is seeing your mind. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Mwanadamu alipata shida kubwa sana wakati alikosa kuamini mpango wa Mungu. Alisikia sauti ya adui na akili yake ikawa divided. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. The enemy is called the poisoner. Adam wa kwanza alisikia sauti ya Mungu kumwambia na msikule ile mti imepandwa pale katikati. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Yeye akakaa na hiyo maneno, hakukuwa na shida maishani mwake. Praise the name of Jesus. There was no trouble. God was taking control of everything in his life. Lakini wakati ukafika, adui akakuja kupitia kwa bibi yake, kwa mwanamke. Bwana asifiwe sana. Akamwambia, hii ndio nimepata, tukule hii matunda. Bwana asifiwe sana. Hii itatufungua macho, chukua matunda ukule. Baada ya kusikia maneno ya Kristo ya Mungu, alisikia maneno ya bibi yake. Bibi yake alikuwa ametoa maneno kwa poison na adui shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Akili yake ikawa poisoned, akili ya bibi ikawa poison, akili ya bwana ikawa poison. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wakawa akili yao imechanganyika mara mbili. Kuna nguvu ya Mungu pale, kuna nguvu ya shetani pale. Bwana asifiwe sana. There are two things entering the same mind. Praise the name of Jesus. Kuna mpango wa Mungu na mwanadamu ameharibu hiyo mpango tayari. Kuna mpango wa shetani naye ameukaribisha. Bwana asifiwe sana. Therefore the trouble has come in the life of man. Sio Mungu alipanga, mwanadamu ndiye alipanga tusikia maneno ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. From now on, maisha kutoka wakati huu mpaka wakati huu, maisha mwanadamu inakaa divided. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Inakaa divided. Man is divided. Kwa sababu ndani ya maisha yake iko akili ya Mungu na maishani mwake iko akili ya shetani. Mwanadamu anafanya kazi ya kuchagua. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes, you choose either to take the mind of Christ or you take the mind of the enemy, shetani. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ule mzigo Mungu alikuwa amebeba kwa mwanadamu, ati ubaya ukikuja, Mungu ndiye God is responsible. Mazuri ikikuja kwa mwanadamu, God was responsible. Sasa sio namna hivyo tena. Bwana asifiwe sana. If good has to come to you, you are responsible. Bwana asifiwe sana. If bad has come to you, you are responsible. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Because you are the one who opened that door. Yes. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. If you speak evil, you think evil. You think evil, you speak evil. Then evil will come your way. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. If you think good,
then your mind will be good. Then you think like Christ. Praise the name of Jesus. Amen. Then you get results like Christ. You think answers. As Christ is thinking answers. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Lakini ukifikiria kama shetani adui yako, utafikiria trouble, hatred. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. As you think, unajulikanaje na unafikiria maovu? Kwa sababu utaanza kufanya uovu na mikono yako. Kwa sababu utaanza miguu yako itaanza kupeleka kwa uovu. Kwa sababu utaanza kunena uovu. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Itajulikana ile kwa akili ya huyo mtu sio mazuri tena, ni maovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Who opened that door? It is man himself. Yeye mwenyewe alichagua, akaanza kuongea kama adui yake, akaanza kufikiria kama adui yake, akaanza kutenda kama adui yake. He did not think like his creator, he thought like his enemy. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Therefore, when is good is coming, you have opened the door. When bad is coming, you open the door. Otherwise, maovu ikikuja, ikuta wewe uko chonjo, the Bible says, rebuke the enemy and the enemy will flee from you. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. When witchcraft comes, I rebuke it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. How do you think? Do you think like your enemy or do you think like your creator? Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. That's why I usually say here there is a battlefield. Here kuna vita, kwa sababu mwanadamu ndiye anawaza either achukue akili ya muumbaji wake ama achukue akili ya adui wake, na ni shetani. Praise the name of the enemy came to steal, to kill and to destroy. Jesus came that you have life and that you have it more abundantly. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Na kuna watu ambao Kristo akipatana na wao, they receive a rebuke first because they do not believe. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. What will you receive when Jesus comes? Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. What will you receive? You did not believe. You spoke like your enemy. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. And the Bible says in the book of let me continue to read. Okay. Later he appeared, verse 14. Later he appeared, the 11, as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Now every creature. Alisema uende uhubirie mbuzi. Every creature. Alisema uende uhubirie ng'ombe. Every creature. Praise the name of Jesus. Every creature is man. Man is the every creature here. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ukuta mzungu uhubiria yeye. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Ukuta mtu yako chini uhubiria yeye. Mtu yako na mabebo patia neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Na atakuwa huru. Lakini I do not know what has happened. The gospel which the disciples started is not the gospel which is now happening. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ni kweli ile injili ilikuwa na wanafunzi wa Kristo. I do not really think it is the same that we have. There is a problem somewhere. The Bible says they were filled with the Holy Spirit. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says they knew the name, the power in the name of Jesus. They knew how to use that name of Jesus. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says they were filled with the Holy Spirit. Praise the name of Jesus. Amen. The Bible says they were also filled with the Word. Three things. Praise the name of Jesus. Amen. They were full of the Word. They were full of the Holy Spirit. They knew how to use the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Amen. Three things. Bwana asifiwe sana. Amen. Today something is happening. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu, there is something amiss somewhere. Praise the name of Jesus. Amen. Can you go back to the drawing board? Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Uangalie wanafunzi wa Kristo walikuwa wanatembea namna gani? How did they think? How were they speaking? Praise the name of Jesus.
Hallelujah. Because they were using the name of Jesus Christ. Na kwa wagonjwa wakapona. Na kwa vipofu wakaona. Wanasikia sana. Na wale wako chini wote wakainuliwa. Saa hii hata kama ni kitu kidogo, hata kama ni homa, uingie nayo kanisani, unatoka nayo. Hata pengine itakuwa imeongezeka kwa sababu ya mapepo ambayo iko pale. Praise the name of Jesus. Let me tell you, it's time to go back. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Because if revival has to come, don't you think that early church was moving in the pace of Jesus? Hallelujah. Was it not moving in that pace? Praise the name of Jesus. Where miracles are happening. Praise the name of Jesus. Where people are, the sick are being healed. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. And now it is our time. The written word is there already. The written word of God is there. What are you doing with that word? Praise the name of Jesus. Because people are sick, what have you done with the word? Hallelujah. Because people are down, what are you doing with the word? So watu wanaonekana wako na malaana, what are you doing with the word? Praise the name of Jesus. Hallelujah. Watu wanaonekana ni wagonjwa, what are you doing with the word? And you are the one now as you move, usifikirie juu ya mtu mwingine. Wanasema sana. Amen. Wewe ukikuta mgonjwa pale, usifikirie juu ya mtu mwingine. You are the one now to exercise that word. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. The sick are there, speak the word. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. The Bible says, and go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. Yule ambaye anaamini na anapatizwa. Wanasikia sana. Na kubatizwa ni nini? Wanasikia sana. Kubatizwa ni nini? Yule anaamini, anaokolewa, anapatizwa ni nini hiyo? Praise the name of Jesus. Amen. Believing, kubatizwa, Kristo akaingia kwa mchanga. He buried your sickness there. He buried your hatred there. Amen. He buried your witchcraft there. Amen. He buried your pain there. He buried you when he entered there. He was doing something important in your life. He was burying your troubles. Yes. Your unbelief was also buried. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Everything that belongs to the enemy that has come to attack your life was buried by Jesus Christ on the cross of Calvary. Wakati alifanywa yoyote akaingia ndani, and it was the end. Yes. It was the end. Amen. It was the end of your trouble. It was the end of misery. It was the end of pain. It was the end of failure. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Wakati aliingia pale ilimaanisha end. Na wewe unabatizwa ni kumaanisha kwamba unaingia kwa hiyo, unakuwa buried. Kwa hivyo mwanadamu wa kawaida na akili zake anakuwa buried. Hatred yake inakuwa buried. Kiburi yake inakuwa buried. Bwana sifiwe sana. Amen. Uchawi yake inakuwa buried. Laana zake zinakuwa buried. Magonjwa inakuwa buried. Bwana sifiwe sana. Ukitoka unatoka bila hizo vitu. Bwana sifiwe sana. Praise the name of Jesus. Na kuna watu wanasema niko na hasira yangu. Naye ameshabatizwa. Bwana sifiwe sana. Anasema hasira yangu ni kali. Praise the name of Jesus. Hiyo hasira yako hiyo ni jehanamu. Bwana sifiwe sana. Iko na lebo jehanamu. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hiyo hasira iko na lebo. Hiyo uchawi iko na lebo. Praise the name of Jesus. Amen. Inaitwa jehanamu. We are taking you to hell. We are taking you to hell. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Masengenyo hiyo inasema we have a label. Praise the name of Jesus. Amen. We are taking you to hell. Continue with it. It will take you to hell. But let me tell you, my dear brother, my dear sister, leave those sins that can take you away from Jesus Christ. Leave them alone. Amen. Because they were buried when Jesus was buried. Praise the name of Jesus. Amen. Na wewe unasema nimebatizwa. Uliingia wapi? Uliingia hizo mambo, hiyo maisha iwe buried. You start a new life. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Now as you say, I'm a new creation. I'm a new creation. Praise the name of Jesus. Amen. I'm a new. Creation. Praise the name of Jesus. I'm a new. Creation.